Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Basi tufungue Biblia kwenye kitabu cha Habakuki. Kama umekuja na Biblia, fungua Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4. Tutaisoma sambamba na Yohana 3:14-15. Fungua Habakuki 2:4, alafu tukimaliza tutaunganisha na kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Tutaanzia hapo alafu tutaendelea mbele. Habakuki 2 mstari wa 4. Habakuki 2:4 inasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Yohana 3:14-15. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa kunipa neema hii ya kusimama mahali hapa kulisema neno lako. Asante kwamba uko hapa tangu nimeingia. Uwepo wako uko mahali hapa Bwana. Tuhudumie, sema nasi na ukatende lile unataka kutenda katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa wale wanaoandika ujumbe nimeuita kwa imani yako utamwona Mungu. Ujumbe wa leo, kwa imani yako utamwona Mungu. Biblia inahimiza habari ya kuiga. Nimeshangaa wakati natafakari ujumbe. Biblia inahimiza habari ya kuiga, lakini kuiga imani. Kuiga imani. Katika Waebrania mlango wa 13 mstari wa 7 unasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliwaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wao na mwenendo wao, igeni imani yao. Ukiona Waebrania anasema mwakumbuke wale ambao waliwaongoza katika maisha ya kiroho, muwe mnawakumbuka. Ndio, kuna watu wanaleta tafsiri nyingi za kuwakumbuka. Kukumbuka neno aliyohubiri, kukumbuka kwa maana ya kufanya kitu kwa ajili yao, kuwakumbuka kwa maana ya kuwatunza, kuwakumbuka kwa maana ya kuwapa heshima. Ndio, vyovyote unavyoweza. Lakini anasema wale waliowahudumia neno ni vizuri mchunguze mwisho wa mwenendo wao, kwa sababu mwisho ndio kwa muhimu zaidi kuliko mwanzo. Bwana asifiwe. Amina. Mwisho ndio kwa muhimu. Kwa hiyo kama walimaliza kwa imani, igeni imani yao. Bwana asifiwe sana. Imani ni swala la kuiga. Nataka nikupe changamoto jioni ya leo. Usiige desturi, usiige mila za watu, iga imani. Iga imani. Kwa sababu kwa imani yako utamwona Mungu. Kwa imani yako utamwona Mungu. Ingawa kuna ukweli kwamba Mungu huwa anashughulika pia na zile imani za kijumuiya, zile imani za kipamoja. Ndio maana anaitwa Mungu wa Israeli. Kuna wakati wa Israeli wanamuomba Mungu kwa pamoja, na Mungu kuna mahali anawaambia, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Ndio, kuna wakati kama kanisa tunaweza tukawa na maombi ya pamoja. Tunaomba mambo ya pamoja yanayotuhusu. Mungu tufanyie mlango, wenye dhambi waokoke. Mungu tufanyie milango, tunataka kujengea ufalme wako. Ni mambo ya pamoja. Ndio, ni sawa kabisa, na Mungu anatufanyia kwa mambo ya pamoja. Mungu okoa
nchi yetu, tunaweza tukaombea nchi yetu kwa pamoja. Lakini nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, imani yako binafsi inaweza kufanya kitu katika maisha yako. Hata kama kuna mambo ya mkumbo, imani yako binafsi ni ya muhimu sana. Acha nikupe mfano mwingine mmoja alafu tuendelee. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili kuna simulizi lile la wenye ukoma. Si wengi tunalifahamu? Simulizi la wenye ukoma linaanza na unabii wa Elisha. Wakati nchi ina njaa, watu hawana chakula, mpaka wanakula mavi ya njiwa, kesi vichwa vya punda. Nabii anasema kesho muda na saa kama hii chakula bwelele. Kuna jemedari mmoja akasimama akamwambia mzee, hapo usilete masiara. Hata kama mbingu zitafunguka, yani mbingu, Mungu afungue mbingu, chakula chimwagike, hilo jambo haliwezekani. Mnakumbuka nabii alichomwambia? Alimwambiaje? Chakula kuona utakiona, kwa sababu utaki kuwa na imani hautakula. Imani yako hata kama ni jambo la wote ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Katika siku ambazo nimehudumu nimejifunza kwamba uwepo wa Mungu unaweza kuwepo, lakini imani yako ni ya muhimu. Ndio maana kuna mikutano, kuna mtu anaponywa, kuna mwingine anaangalia haelewi nini kinaendelea. Changamsha, amsha imani yako ili uconnect na Mungu, muone Mungu. Amen. Amen. Nasema imani yako ni ya muhimu sana. Ya muhimu sana. Kwa hiyo yule jamaa, mbingu zilifunguka, chakula kikapatikana, na ukisoma kwenye Biblia jamaa walitembea juu yake, watu wakakanyaga, wakati wanaenda kuchukua chakula akafa. Hakuna jambo la hatari katika maisha kama kukosa kumwamini Mungu. Hakuna jambo ambalo linamkasirisha Mungu kama kuacha kumwamini kwa Mungu. Mwamini Mungu wewe binafsi, utamuona katika maisha yako. Tumesoma Yohana na Habakuki. Labda nianze na Yohana kwa sababu ndio inanoga zaidi. Yohana sura ya 3 ambayo tumesoma, mstari wa 16, 14, 15 samani. Yesu ndiye ananukuu, anamwambia Nikodemo, kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Sasa hii kama vile Mungu alivyomuinua nyoka, kwa wale ambao mjapata nafasi ya kusoma Biblia, ni habari iko kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 21. Wana wa Israeli wakiwa njiani, wametolewa katika nchi ya utumwa, wamevuka kwenye bahari ya Shamu, wanatembea wanaenda kwenye nchi ya ahadi. Wakiwa njiani, moja ya tatizo kubwa ni kutokuwa na imani, unbelief wanaita Waingereza. Yaani watu wanaenda katika nchi walioahidi Mungu lakini hawaamini. Waliingia hawakuingia. Wasioamini walikufa jangwani, hawakuingia. Imani ni jambo la muhimu sana. Katika watu waliotoka Misri ni watu wawili tu, Yoshua na mwenzake Caleb, ambao wao walimshuhudia Mungu, wakasema jamani, inawezekana, hii nchi Mungu ametupa, lazima twende tukaichukue. Jamaa wanataka kuwapiga mawe, lakini ukisoma simulizi la wana wa Israeli, wote waliisha. Caleb na Yoshua waliingia katika nchi. Kwa nini waliingia? Kwa imani yao binafsi. Kwa imani yao binafsi. Unajua hata Yesu atakaporudi anasema kwenye Luka 18, je, mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani? Tunaishi katika ulimwengu ambao unakula imani yetu kwa kasi kubwa sana. Ulimwengu tunaoishi unanyonya imani kwa sehemu kubwa. Nataka kuambia mtu wa Mungu, kwa imani yako utamuona Mungu. Kwa hiyo wale jamaa katika Hesabu 21 wakaanza
kumnunukia Mungu kwa sababu njia ilikuwa sio nzuri. Yaani wanaenda sio kwamba wamefika mahali pabaya, wanasafiri lakini barabara ile njia haikuwa nzuri, wakaanza kumlalamikia Mungu. Na Mungu akasema no way, inatosha. Akawatuma nyoka wa moto, wakashuka, wakaanza kuwauma watu. Watu wakaenda kwa Musa, Musa tumetubu, tunaomba umuombe Mungu awaondoe hao nyoka. Musa alipomwomba Mungu, Mungu anasema nyoka wa moto sitawaondoa, bali tengeneza moto wa shaba. Ili mtu akiumwa na nyoka wa moto amwangalie yule nyoka wa shaba ili awe na uzima. Kwa tafsiri nyingine, nyoka wa shaba aliyetengenezwa ni ishara ya imani, kuinua macho na kumwangalia yule aliyewekwa. Imani ni kuinua macho na kumwangalia Muumba wa mbingu na nchi. Hata kama kuna nyoka wanaouma katika ulimwengu huu, tuinue imani zetu kwa Mungu, tumwamini Mungu. Yesu anasema kama yule nyoka, ndivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Mwana wa Adamu alishainuliwa msalabani. Kwa hiyo yule nyoka ilikuwa ni unabii ya kwamba Yesu atainuliwa msalabani. Ili kila aaminie, neno la muhimu pale ni kila aaminie. Yaani kila atakayeamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, akazitubu, huyo anapata ondoleo la dhambi, lakini anapata neema ya kuingia katika uzima wa milele. Hebu sema amina. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine Yesu anasema swala la kuokolewa kwa kumwamini Yesu ni swala binafsi. Ni swala binafsi. Imani yako binafsi. Nimehubiri sana hii miaka tangu mwaka 2019, 20 mpaka 24. Ni kama katikati kidogo nimepunguza. Nimehubiri sana hii miaka kwa sababu tuna watu wengi ambao wapo kanisani wanafuata mkumbo. Brother, imani yako kwa Mungu ni ya muhimu sana. Kwa sababu imani ya baba, imani ya mama inaweza kukusaidia kuja kwa Yesu. Ukimkaribia Yesu lazima wewe umuamini binafsi, wewe mwenyewe binafsi. Nasema wewe mwenyewe binafsi. Kwa sababu imani yako personal ndio itakufanya uone Mungu. Haleluya. Haleluya. Tumesoma Habakuki sura ya 2. Habakuki, sina muda mwingi lakini kwa ufupi, ni kitabu cha kinabii cha tofauti kidogo. Ni kitabu cha mazungumzo kati ya Mungu na nabii, tofauti na vitabu vingine vya kinabii. Mtu anasikia sauti ya Mungu anawaambia watu. Lakini Habakuki ni miongoni mwa manabii ambao walikuwa wanamnungunikia Mungu. Yaani kitabu cha Habakuki nabii anazungumza. Waingereza wanaita it's a dialogue, mazungumzo ya Mungu na nabii. Kinaanza kitabu cha Habakuki, Habakuki analalamika kwa Mungu. Anamwambia Mungu, haya maovu ya watu wako yatabaki hivi mpaka lini? Wewe Mungu wa haki, kwa nini uleti kiboko? Kwa nini uwaadhibu hao watu wako? Mungu anamjibu Habakuki, anamwambia hao watu, muda unakuja, kiboko kinakuja. Nimemwandaa Babeli, atakuwa kiboko chao. Habakuki analalamika tena, anamwambia Mungu haiwezekani. Yaani Babeli, hawa Babeli si wapagani. Wapagani wana haki gani ya kuja kuadibisha watu wa Mungu? Mungu anasema ni swala la wakati. Kwa sababu uovu umeendelea, lazima niwatumie waovu kuwaadibisha waovu wenzao. Anamwambia kwenye ile sura ya 2, kama unataka kujua haya, chukua kibao uandike haya maono. Haya mambo yatakuja kutokea. Andika tena uweke wazi, kila mtu anayesoma aone kwamba kuna kiboko kitakuja.
Kwenye mstari ule wa 4 tuliosoma ndio anasema, kwa sababu angalia hawa jamaa, kila mtu anajivuna na hana nini? Unyofu katika moyo, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa tafsiri nyingine Mungu anasema, hata kama nitaleta kiboko, wale waliodumisha imani hawa wataishi, hawatakufa. Ni kweli watu wengi wameharibika, lakini wewe baki na imani yako. Nasema baki na imani yako, mtu wa Mungu. Nikawafundisha vijana nikawaambia, usikumbwe na wimbi hili la vijana kufuata mkumbo. Vijana msifuate mkumbo. Uko chuoni ama uko shule ya sekondari ama uko mtaani, wanakwambia kijana gani hujui? Wewe unakuwa hujui kijana gani? Waambie kumjua Mungu inatosha zaidi kuliko kujua kingine chochote. Haleluya. Haleluya. Mimi niliokoka kijana mdogo sana wakati naokoka. Umri wa miaka 19. Ndio naokoka. Sasa katika umri huo ndio umri wa kujionyesha wewe ni mwanaume. Lazima uwe na visichana, lazima ujifunze kupiga bangi, lazima ujifunze nini. Na ndio makundi hayo. Sasa mimi hata kabla sijaingia Mungu akaniwaya akanichomoa. Sasa vijana wenzangu wakaniona, anasema huyu jamaa huyu, yani rofa kabisa huyu. Huyu mjinga kabisa. Yani una hata demu wewe. Niambia demu ndio nini? Mimi na Yesu bwana. Yesu ni zaidi ya demu, sababu huyu amechanganyikiwa. Ninakwambia hivi, usipoweza kuwa na imani yako utafuata mkumbo. Mimi nashughulika na vijana muda mwingi. Vijana wengi wamejifunza bangi kwa sababu ya peer pressure. Makundi vijana wengi, kwani watu wanavaa nguo chupi inaonekana, kwani wameanza wenyewe? Si wanaona wengine? Lakini wewe kijana wa kanisani, shika imani yako. Jipambanue kwamba wewe ni wa Yesu. Usikumbwe hapana. Ijue na fahamu ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. Sio kwa imani ya mama, sio kwa imani ya baba. Utaishi kwa imani yako mwenyewe. Na Mungu wa mbinguni akusaidie. Amen. Ndio maana unaona Babeli alipokuja na kiboko kweli, akawatandika wana wa Yuda, wakasombwa, wakachukuliwa, wakapelekwa Babeli. Wenye imani hata kule Babeli tunasoma habari zao. Daniel, Shadrach, kwani hao tunawasoma unafikiri walikuwa wapi? Waliendelea kusimamia imani yao, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe. Jamani amina. Jamani amina. Naipenda Biblia na naipenda sura yangu ninayoipenda kabisa ya moyoni ni Waebrania sura ya 11. It's my favorite chapter. Waebrania 11 inatuonyesha mashujaa wa imani. Na hili nalo lihubiri na hubiri habari za imani yako mwenyewe. Watu wanazungumzwa kwenye Biblia imani zao. Waebrania anaanza kueleza habari ya imani, alafu anasema kwa imani Abeli alitoa dhabihu bora kuliko Kaini. Kwa hiyo kumbe hata kutoa kunataka imani. Kwa imani Abeli alitoa dhabihu iliyo bora kuliko ndugu yake Kaini. Unajua hili andiko ukilitazama, Kaini alikuwa firstborn. Si unajua maana ya firstborn? Firstborn maana yake ni aliyekutangulia. Sasa katika makuzi psychologically watoto huwa wanafuatisha wa kwanza alivyo. Ndio maana mtoto wa kwanza wazazi wanakuwa na kiboko kikali sana kuliko hata hao wengine. Maana huyo akinyooka huyo akaenda university, wadogo zake wote wanasema hapa ni mpaka university. Na akiishia la 7, wadogo zake wote wanajua hapa mwisho ni la ngapi? La 7. Kwa hiyo Habili hakufuata mkumbo wa Kaini katika kumtolea Mungu sadaka. Kaini hakuwa na moyo mzuri, alikuwa anachukua watu anasema zoa mpelekee Mungu huko. Habili akasema Mungu ana deserve vilivyo bora. Mungu anastahili sadaka iliyo nzuri. Mungu anastahili sadaka ambayo ni maalum.
akatoa kwa imani. Amen. Amen. Hii ni imani ya Abeli. Hakuiona kwa yeyote, alimwamini Mungu wake. Lakini Biblia inasema kwenye Waebrania, kwa imani Ibrahimu alitoka katika nchi yake asijue aendako. Waebrania 11:4. 11:8 samani. 4 ni Abili. 8. Anasema Musa hajui anaenda wapi, lakini kwa kumwamini Mungu anayemwambia toka, nenda katika nchi nitakayokuonyesha, kwa imani yake Ibrahimu alitoka. Kwa imani yake. Hapo Biblia inasema kwenye mstari wa 11, kwa imani hata Sara alipokuwa hana uwezo wa kuchukua mimba, kwa imani akiwa amekoma katika taratibu za kawaida za wanawake kubeba mimba, alichukua mimba kwa uwezo wa Mungu. Kumbe mimba ya Sara ni kwa imani. Haleluya. Haleluya. Yaani imani ina uwezo wa kufanya mambo ambayo kwa kawaida, taratibu za kawaida za kibinadamu haziruhusu. Imani ina uwezo wa kukupitisha mtu wa Mungu. Amina. Jamani amina. Jamani amina. Biblia ishi hapo. Kwenye Waebrania inasema kwa imani Ibrahimu alimtoa Isaka. Alimtoa pale alipojaribiwa na Bwana, mtoe mwanao pekee. Soma neno la Mungu. Kwenye Waebrania inasema kwa sababu Ibrahimu alikuwa anaamini hata kama nitamtoa dhabihu, Mungu anao uwezo wa kumrejesha back to me. Imani ni kitu kingine. Hii ni imani ya Ibrahimu. Lakini Ibrahimu alikuwa naye mmoja, na sio mmoja tu, ni mmoja wa uzeeni. Wa uzeeni maana yake hakuna uwezekano wa kupata mwingine. Unajua Ibrahimu angekuwa kijana tu, alafu ana katoto, angesema hata na kifa sinazalisha kingine. Lakini Ibrahimu alikuwa na chaguo pekee, ndio huyo. Amemsubiri kwa miaka 25 tangu alipoahidiwa. Alafu anaambiwa mtoe. Imani yake kwa Mungu ilimwezesha kutoa. Amina. 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 Kwa imani wazazi wake wakimwangalia Musa wanasema hapana, huyu hastahili katika watoto wanaotupwa kwenye mto. Huyu hawezi kutupwa, akatunzwa. Kwa imani. Jambo la muhimu ni imani. Imani itakuwezesha mtu wa Mungu kupita katika hali ambayo watu wanakwambia hapa utapita. Muamini Mungu. Wewe binafsi utamwona Mungu katika maisha yako. Jamani amina. Jamani amina. Musa huyu anashuhudiwa kwenye Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 24 kwamba alipokuwa mtu mzima kwa imani akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Mstari wa 25 anasema akasema ni afadhali nipate mateso haya kwa muda. Kwa imani. Kwa imani alikataa. Kwa imani alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Napenda kule mwisho inamalizia kwa imani Waisraeli walitoka, na kwa imani walipita kwenye katikati ya bahari kama nchi kavu. Kwa imani. Kwa imani wakapita, wakaenda ng'ambo ya pili. Alafu inaendelea kwenye mstari wa 30 inasema kwa imani kuta za Yeriko zikavunjwa, zikaanguka. Ni kweli wale jamaa walikuwa hawana vifaru, hawana sijui mabomu, walikuwa wanaambiwa tu ni kutembea na kuzunguka siku 7 ukuta ulienda chini. Ninapotaka tuendelee mbele kidogo nimalizie Waebrania 11. Kuna kitu cha ajabu ambacho wengi hawakizungumzi. Kwenye mstari kuanzia ule wa 32 mpaka 40 mwandishi anafanya majumuisho. Anasema sina muda, ningeongea habari za Gideon, ningeongea habari za kina Daniel, ningeongea habari za nani, lakini muda haunitoshi. Lakini anasema kuanzia mstari wa 32 mpaka 35 kwamba kuna kundi la watu
kwa imani walishinda milki za ufalme, kwa imani walifunga vinywa vya simba, kwa imani walizima nguvu za moto, kwa imani waliokoka na upanga. Yaani imani iliwapa victory. Wakati nasoma nikashtuka, Waebrania 11 ina mashujaa wengine wa ajabu. Kuanzia ule mstari wa 36 anasema mashujaa waishii hao tu. Kuna kundi la pili ya watu wa kwa imani ambao walipigwa kwa kudhihakiwa. Kwa imani yao walifungwa gerezani. Kwa imani yao walikatwa na misumeno, walipigwa kwa mawe, waliuawa, waliteswa na kutendwa vibaya. Ibrania inasema hata hawa ni mashujaa wa imani. Haleluya. Haleluya. Na mimi nikawa najiuliza, hivi mashujaa kweli ni wapi hapa? Ni hao waliofungwa milango ya gereza ikafunguliwa, au wale waliofungwa milango haikufunguka mpaka wanakufa? Shujaa atakuwa yupi? Shujaa bila shaka wote ni mashujaa, lakini wanaotikisa imani zetu ni wale wanaosema hata kufa nitakufa, bado naamini Mungu anao uwezo. Haleluya. Kuna wale waliokatwa misumari wako kwenye church history, hawako kwenye Bible. Wanaambiwa Ukristo hautakiwi, tunaenda kuwaua. Wanasema mtuue, sisi bado tunaamini Yesu ni Bwana. Haleluya. Haleluya. Ukisoma habari za Paulo unaweza kupata picha. Paulo kwa imani aliyokuwa nayo anapita mahali kuna mtu anapiga unabii, mwenye mkanda huu huko aendako anaenda kufungwa. Alafu watu wakaanza kunena kwa lugha. Mtumishi wa Mungu usiende. Asema jamani, kwa nini mnanivunja moyo? Mtume Paulo anawaambia kwenye ile Matendo ya Mitume kwamba niko tayari, sio kufungwa. Kukataa unabii, anasema huu unabii ni sahihi, lakini mimi niko tayari, sio kufungwa tu, hata kufa kwa ajili ya Kristo. Na Paulo aliondoka, ni kweli, alipofika Yerusalemu alikamatwa. Ndio unaweza kupitia magumu kwa imani, lakini nakuhakikishia sterling ya uawi mtu mwenye imani mpaka kusudi litimie. Paulo anahutubia lile baraza la wale jamaa wa Yahudi wanaotaka kumuua usiku akiwa gerezani. Malaika wa Bwana anamtokea anamwambia, safi sana, bado na kazi na wewe, nataka bado ukanishuhudie. Kwa hiyo wakati mwingine tusifikiri kutiwa gerezani umeshindwa. Kwa imani hata unaweza kukaa gerezani kwa ajili ya jina la Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini ninachoongelea hapa ni kwa imani yako. Usivunjwe moyo na wengine, maana Mungu amemtengenezea kila mtu barabara yake. Ni vibaya sana wewe kuanza kukata tamaa kwa sababu unasema mbona fulani, mbona wewe baki kwenye imani yako, mtu wa Mungu. Mstari wa 39 unasema na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Na upenda mstari wa 40 unasema kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sisi ni lazima tuwe na imani kama wale waliotutangulia. Jamani amina. Jamani amina. Nahubiri nini leo? Nahubiri kwamba kwa imani yako utamwona Mungu. Nazungumza kwa habari ya imani yako. Kwa imani yako mpendwa, utamwona Mungu. Nina mifano mingi sana, niseme mifano miwili alafu nimalize kuhubiri. Kwenye Biblia utaona kuna mambo mengi, miujiza mingi inatokea, lakini hii miujiza ilikuwa inasukumwa na imani. Biblia inaeleza habari ya mwanamke aliyekuwa anatoka na damu kwa miaka 12. Ni simulizi maarufu sana, liko kwenye Mathayo, liko kwenye Marko, liko kwenye Luka. Mathayo
sura ya 9 mstari wa 20 mpaka wa 23, Mathayo ameanza kwa ufupi sana. Anasema, na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu kwa muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamuona, akamwambia, nipe moyo mkuu binti yangu, imani yako ime. Huyu mwanamke ukisoma Marko anaeleza alikuwa amegharimika kila kitu, alikuwa ameuza kila kitu, ameenda kwa waganga, kwa matabibu, imeshindikana. Miaka 12 damu inatoka. Akasikia habari za Yesu. Ndicho Mathayo anasema mwanamke huyu alikuwa amesikia habari za Yesu. Ukisikia, Biblia inasema kwenye Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia. Huyu mama akaambiwa, umeteseka, yatosha. Yupo mwanaume wa wanaume mmoja, tabibu wa matabibu, Mungu mwenye nguvu, Yesu Kristo. Unajua wale wanaosoma Biblia, huyu mwanamke anaponywa katikati ya safari ya muujiza mwingine. Yesu alikuwa amemkubalia yule akida kwamba aende nyumbani kwake akamponye mtoto wake aliyekufa. Wakiwa wanatoka, wako njiani, Yesu ana upako wa kwenda kufufua mtoto aliyokufa. Ndio njiani, Mathayo anasema hapo katikati hapo mwanamke akatokea. Hajaongea na Yesu, hajaongea na wanafunzi wake, hana appointment ya Yesu, wala hana cha kuzungumza naye. Imani yake inamwambia, nikigusa tu pindo mimi napona. Mimi sihitaji hotuba ya Yesu, sihitaji mahubiri. Naamini huyu Yesu anatembea na uponyaji wangu. Sikiliza, Yesu anamwambia imani yako imekuponya, maana Yesu hajazungumza naye, ni imani yake mwenyewe. Brother, usilaumu watu, tengeneza imani yako tu, utatoka. Wewe jifunze tu kutengeneza imani ya kwako. Mwanamke akashika pindo akapona. Luka anasema alipogusa, mara ile miminiko la damu ikafunga immediately. Na Yesu hakutaka hili jambo lipite kimya kimya. Unajua Yesu kwenye swala la utukufu ana wivu. Akasema hii haiwezekani. Anaanzisha mazungumzo kiaina, anasema kuna mtu amenigusa. Yaani sio kwamba Yesu alikuwa hajamjua, hajamuona. Usijidanganye. Yesu alikuwa ni Mungu, anajua yote, anaona kila kitu. Lakini ile ni kuanzisha mjadala, kuna mtu amenigusa hapa. Wanafunzi wasema, mzee, vipi, umechoka ama? Hapa watu wanasongamana hapa. Wewe unasema kwamba watu mbona kila mtu Yesu anasema sio hiyo, na maana kuna mtu amenigusa hapa. Kuna mtu ana imani yake inaenda tofauti na imani ya kundi zima, na amechukua upako wa uponyaji, tayari ameponywa. Huyu mama anasema sina appointment na Yesu, lakini mimi nagusa tu pindo, naondoka na uponyaji wangu. Ukisikia inasema ametokwa na damu miaka 12, sijui kama unaelewa maana yake. Maana yake alikuwa dhaifu. Maana yake kama unatoka damu miaka 12, watu miaka 4 tu wanakufa kutoka damu mfululizo. Kama miaka 12 na harufu nzuri. Kwa mujibu wa mambo ya Walawi, mwanamke anayetokwa na damu hatakiwi kukusanyika katika jumuiya yoyote. Anapaswa afungiwe ndani, akae siku 7 mpaka atakapotakasika. Yaani hivyo vyote vizuizi, kwa imani ya huyu mama alitoboa na alipokea uponyaji. Nataka nikwambie, imani ukiwa nayo, hakuna kizuizi cha wewe kumuona Bwana katika lile unalomtafuta. Huyu mwanamke kwa imani yake alisema liwalo na liwe. Mimi ninachokitafuta sio kwamba niwekee mikono, sio kwamba niende nikajieleza, mimi nataka kugusa tu vazi lake. Imani yako
Imani yako ni ya muhimu. Imani yako ina nguvu. Imani yako ina nafasi kubwa sana. Haijalishi vizuizi gani unaviona, imani yako utamuona Mungu. Amen. Amen. Huyu mwanamke nimewaambia hakuwa na appointment. Hakuwa na miadi na Yesu. Wala hakwenda kumuomba, naomba uniwekee mikono. Imani yake inamwambia, hapa mimi nagusa pindo tu, naondoka na uponyaji. Na Yesu anamwambia, mama, jipe moyo, imani yako imekuponya. Mfano mwingine wa pili nimalize, ni wa kipofu anaitwa Bartimayo. Mfano ambao unafahamika sana. Bartimayo alikuwa kipofu. Kwenye Marko sura ya 10 mstari 46 mpaka 52. Biblia inasema akafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia toka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Na aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi walimkemea anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti yake, mwana wa Daudi unirehemu. Mstari 49, Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Bartimayo aliponywa kwa imani yake. Hakubebwa na watu kupelekwa kwa Yesu. Tena mimi nimesema, kumbuka Bartimayo alikuwa ni kipofu. Ina maana hakuwahi kumuona Yesu wala hakuwahi kuona muujiza Yesu aliyoutenda. Alisikia tu habari za Yesu. Imani sio swala la kuona, ni swala la kusikia na kuamini. Imani sio mambo ya kuumba kichwani. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani sio feelings. Imani sio hisia, kwamba nahisi kama kuna kitu. No, sio swala la kuhisi, ni swala la kusikia. Sauti ya ndani inakwambia. Ile sauti iamini, chukua hatua. Tengeneza imani yako. Nenda. Bartimayo imani yake ilikuwa imempambanua kumjua Yesu. Ndio maana anaita mwana wa Daudi, maana yake mfalme wa wafalme. Imani ni riski. Ukiwa na imani hauogopi kuhatarisha maisha yako. Kipofu aone, anaambiwa njoo, unaendaje? Wewe umesoma hapa kwamba aliuliza, jamani, nani anipeleke? Wewe umesoma hapo imeandikwa hivi? Wewe umesoma hapo kwamba anauliza, jamani, nani anipeleke? Biblia inasema akaruka, yani akusimama, aliruka, akatupa vazi lake. Sijui hata kama umewahi kusikia hilo vazi. Vazi gani wakatupa? Hili ni vazi linalomruhusu yeye kuwa omba katika mji wa Yeriko. Lina namba yake na limeeleza kwamba huyu ni kipofu, anatakiwa asaidiwe. Anasema, ameniita upofu mwisho leo, vazi tupa kule, naenda kwa Yesu. Imani sio majaribio, imani ni uhakika.